Ayubu 29 mstari wa 3. Hapo taa yake ilipomulika juu yangu kichwani, nami nilitembea gizani kwa njia ya mwanga wake. Sema nilitembea gizani. Maana yake sitaogopa giza kwa sababu ya mwanga wake. Anasema nalitembea gizani kwa sababu ya mwanga wake. Wakati watu wengine wanatembea kwenye giza kwenye biashara, kuna mwanga uko ndani yako, na mwanga unasababishwa na maarifa ulionayo. Wangapi wananielewa ninachoongea? Ayubu anasema nalitembea gizani. How? Nilitembeaje gizani? Anasema kwa sababu ya mwanga wake. Kwa sababu ya mwanga wake. Neno lake ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. So ninalikumbatia neno kwa sababu neno linanimulikia kwenye giza. Wangapi wananielewa ninachoongea? Ninapata taarifa za namna ya kutembea gizani from the word, kutoka kwenye neno. So wakati huu nataka niwe kiongozi kwenye siasa, nataka niwe kiongozi kwenye eneo la neno la Mungu. How? Ni kwa neno, ni kwa neno. So the more ninajua. Angalia mstari unaofuata. Kuna kitu cha ajabu sana na kizungumza Ayubu. Mstari unaofuata. Anasema kama nilivyokuwa katika siku zangu za kukomaa. Sema siku za kukomaa. Maana yake nilipokuwa mtoto nikawa ninakomaa. Sema ninakomaa. Mtu mmoja sema nilikuwa nakomaa. Yusufu kuna wakati alikuwa anafanya nini? Anakomaa. Miaka 17 mpaka kuelekea kwenye kutawala alikuwa anakomaa. Anachukuliwa anapelekwa kwa Potifa, alikuwa anakomaa. Anachukuliwa pale anapelekwa gerezani, alikuwa anafanya nini? Wangapi wananielewa mpaka pale? Wow. Now, angalia maandiko yanavyosema. Nilipokuwa katika siku zangu za kukomaa, hapo siri ya Mungu ilipokuwa imani mwangu. Kwenye wakati wa kukomaa, kitu gani nilikuwa nacho? Sema siri. Ayubu kwa nini alikuwa ni tajiri kuliko watu wote kwenye nchi ya Usi? Alikuwa na siri ambazo watu wengine walikuwa wazijui. Now you can see kwa nini Ayubu alikuwa na nguvu. Maandiko yanaendelea kuzungumza hapa. Siri hii ilimfanyaje Ayubu? Anasema wakati Mwenyezi alipokuwa akali pamoja nami, nao watoto wangu walipokuwa wakinizunguka. Kitu gani kikatokea? Wakati hatua zangu zilipokuwa zikioshwa kwa siagi, nalo jabali langu lilipomiminika mito ya mafuta. Mstari wa 7. Wakati nilipotoka kwenda mjini hata langoni, nilipokitengeneza kiti changu katika njia kuu. How? Anasema kuna siri nilidaka. Ile siri ikanifanya hatua zangu zianze kuoshwa kwa siagi. Wakati watu wengine wanalalamika mambo ni mabaya, lakini mimi Mungu alinisaidia. Kwa sababu kulikuwa na siri imekaa imani mwangu. Sema siri. Sema nilikuwa na taarifa ambazo wengine hawana. Sema nilikuwa na taarifa ambazo wengine hawana. Sema maziwa yalikuwa kwangu kwa sababu maarifa yalikuwa kwangu. Kwa sababu kuna siri zilikuwa kwangu. Niwaambie watu wa Mungu, kuna siri za utajiri. Kuna siri za nini? Siri ya utajiri sio kufanya kazi kwa bidii. Kana hata sema unajua ukifanya kazi kwa bidii utakuwa tajiri. Wangapi wanafanya kazi kwa bidii mchana mpaka usiku hawawi matajiri? Wangapi? Si ni wengi. Maana yake kuna kitu ambacho wewe ukijui ambacho kinawafanyaga watu wawe matajiri. Ayubu anatuonesha hapa. Anasema cha kwanza siri ya Bwana ilikuwa kwangu. Alafu anaonesha cha pili Bwana mwenyewe alikuwa pamoja naye. Unanielewa ninachoongea? Angalia mistari inayofuata. Kitu gani kinatokea? Ayubu Mungu anamuinua. Anasema wakati nilipotoka kwenda mjini hata langoni, nilipotengeneza kiti changu katika njia kuu. Remember. Mahali pa malango ya mji waliokuwa wanakaa ni wazee wa mji. Kwenye malango ya mji in those days, watu waliokuwa wanakaa ni wazee wa mji. Maana yake watu waliokuwa wanaamua kuhusu mji. Imagine Ayubu anatoka huku kwa sababu ya siri alizonazo. Anafikia level ya kukaa kwenye malango ya nini? Maana yake anaketishwa pamoja na wazee. How? Kuna siri ambazo anazijua ambazo wazee hawasijui. Angalia kitu kinachotokea. Wazee walikuwa wanafanya kitu gani kwa Ayubu? Ilikuwa kitu cha ajabu mno. Angalia mstari unaofuata. Tuko pale mstari wa 8, si ndio? Hao vijana waliniona wakajificha. Nao wazee wakaniondokea na kufanya nini?
Maana at this time watu waliofanikiwa zaidi kuliko mimi nikawapita. Wazee wote wakasimama. Walikuwa wakiniona nimetokea, wazee wote wanasimama. Why? Ayubu ametokea. Ila Ayubu alitokea na kitu gani? Kulikuwa na siri anazijua ambazo wengine hawazijui. Sema amen kama unanielewa. Na nakimbia kwa sababu ya muda. Mstari unaofuata, mstari wa 9. Anasema wakuu wakanyamaza, wasinene. Kwenye Kiingereza maandiko yanasema hivi, the princes refrained talking. Maana yake wale waliokuwa watawala, princes, they were just watawala. Walikuwa nini? Kimya. Wakimwona Ayubu, kimya. They refrained to talk. Wakimwona Ayubu wanasema, samahani mzee, naomba uongee. Wewe ndio kiongozi wetu, please ongea. Kwa tafsiri rahisi, manake Ayubu niliwaelekeza, ukisoma hii sura maandiko yanaonyesha Ayubu alikuwa ndiye mtawala. Kitu gani kinamfanya Ayubu kuwa mtawala? Utasoma utamaliza, soma sura nzima. Kitu gani kinamfanya Ayubu kuwa mtawala? Sema taarifa. Sema taarifa. Wakati huu tunamwona Yusufu anapelekwa gerezani. Kwa nini? Mungu anampeleka kwenye nyakati zake za kukomaa. Anasema Yusufu komaa. Anakomaa kwa namna gani? Kwa kudaka siri, kwa kudaka maarifa, kwa kudaka taarifa. Sema amen kama unanielewa. Sema amen kama unanielewa. Jambo la pili, nakimbia na muda. Taarifa ulizonazo zinaamua aina ya watu watakao kutafuta kwenye maisha. Aina ya watu watakao kutafuta kwenye maisha. Ukisoma sura ya 40, utaanzia huko, then 41, utagundua kinachomfanya Yusufu aende kuwa mtawala ni maarifa, ni taarifa. Aina ya watu waliomtafuta, alikuwa ni mfalme. Wangapi wananielewa ninachoongea? Nisikilize vizuri. Mfalme ameota ndoto. Sitaki kusoma maandiko kwa sababu ya muda. Mfalme ameota ndoto. Baada ya kuota ndoto, anataka auwe watu wote kwenye ikulu kwa sababu ya ndoto moja aliyoiota ambayo imekosa fasiri. Yule mnyweshaji akaenda akamwelekeza, akamwambia najuta. Kwa nini nilikuwa nimesahau? Kuna jamaa tulikuwa naye gerezani. Yeye alikuwa anafasiri maisha ya watu. Anatoa ndoto za maisha ya watu, anawapa majibu. Anasema huyu mtu yuko gerezani, anaitwa Yusufu. Maandiko yanasemaje? Mfalme akasema, kamleteni haraka. Wangapi wananielewa ninachoongea? Maarifa aliyokuwa nayo Yusufu yaliamua Yusufu aitwe haraka. Unajua kuna watu wanaitwa taratibu, ila kuna watu wanaitwa haraka. Kuna maarifa unayo, kuna ufahamu unao, utakaoamua uitwe haraka kwenye ofisi au usiitwe. Ufahamu unao ambao utakufanya uitwe haraka kwenye ndoa au usiitwe. Listen to me. Ni maarifa ulionayo yatakayoamua aina ya mume au aina ya mke utakayekuwa naye. That's why you need to update your mind. Na usiwe na haraka ya kuolewa au kuoa. Kama akili yako haijawa updated kuhusu ndoa, usiingie kwenye ndoa. Maandiko yanasema kwa sababu ya maarifa na uwezo aliyokuwa nao Yusufu, aliitwa ikulu. Kwa nini nakufundisha namna hii? Kwa sababu najua siku moja wakuu watakutafuta. Mtazame sana mtu mwenye bidii, kwa sababu hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Mtazame sana mtu mwenye bidii mbembera. Hata simama mbele ya watu wasio na nini? Hivi mnaelewa ninachoongea? Sijui mnanielewa? Nyinyi mnanielewa ninachoongea? Maandiko yanasema mtazame sana mbembela mtu mwenye bidii. Maandiko yanasemaje? Hata simama mbele ya watu wasio. Kwa ni marufuku kwako kuwa mtu usiye na cheo. Maana yake wewe ni boss. Maana yake wewe ni kiongozi. Maana yake wewe ni mtawala. Mimi mtawala. Mtawala wa dini. Mtawala. Hauonekani leo kama mtawala. Wewe ni mtawala.
Mama Baraka anasema wewe ni mtawala. Hata kama utawali chochote, tawala nguruwe wengi. Umeelewa ninachoongea? Kwa nini usianzishe kampuni kanguruwe, wewe unachinja kanguruwe, manguruwe una supply kwenye mji? How do you see it? How do you see it? Is it beautiful? Kwa nini usiwe na saluni kubwa mjini? Kila wilaya ya Dodoma. Alafu ukao una supply product zote za nywele. Una supply product zote za saluni. Kweli inawezekana? It is possible. Unajua walokole wote tunawaza maiki. Kwa na mimi nitashika maiki. Wengine mtaenda kushika maiki kwenye uchumi. Yaani nyie watu wakizungumza watu wa uchumi, wewe unashika maiki. You talk about money. You inspire people how to work hard. Nyie mnanielewa ninachoongea? Tatizo lenu wote mkiniangalia mnafikiri wote mnatakiwa kushika maiki. Wengine kashikeni maiki za kisiasa. Kaeni kule mkao watawala. Mkao mnatenda haki. Wangapi wananielewa ninachoongea? Maarifa yanaamua nani ya kuite. Maarifa yanaamua hata kanisa gani, hata ukiwa mchungaji walikwe. Hivi mnanielewa ninachoongea? Sisemi vibaya, lakini huo ndio ukweli. Kwa sababu Mungu pia akikupa elimu ya watu wazima, hawezi kukupeleka kanisa la watu watoto ukafundisha. Kwa sababu ukienda kuwafundisha utawalisha chakula cha watu wazima na hawana meno, hawezi kutafuna. Kanisa zima linatoka linalalamika, mchungaji atumuelewe yule. Anahubiri mambo kama anajidai. Kuna watu wanasema unajua lile kanisa wanahubiri sana, yani mambo kama yani wenyewe wako juu sana. Wako juu sana. Sasa kabia kwa utaka tukuja tunahubiri sana. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, ndivyo neno la Mungu linasema. Maana yake wote tunataka tuwe maskini. Maarifa ulionayo yataamua nani ya kuite. Sema ninasubiria posti yangu. Sema ninasubiria posti yangu. Ungeukie jirani yako mwambie sina haraka. There is a post that is coming. I'm waiting for it. Kuna mahali ninasubiri kuitwa. Kuna wakuu wanalitafuta jina langu. Kuna watu wenye sifa wanatafuta jina langu. Kuna watu wenye vyeo wanatafuta jina langu. Watanitafuta. Watanitafuta. Na nitakuwa na gharama. Nakwambia nitakuwa na gharama. Watanitafuta. Katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Jambo la tatu, maarifa yanaamua uwezo ulionao. Mithali 24 mstari wa 4 mpaka wa 5. Maarifa yanaamua uwezo ulionao. Na kwa maarifa vyumba vyake hujazwa. Kwa maarifa biashara zake hujazwa. Hujanielewa bado? Kwa maarifa kanisa linajaa. Kwa maarifa kanisa linajaa. Sema kwa maarifa kanisa hujaa. Maandiko yanasemaje? Tuangalie tena. Na kwa maarifa vyumba vyake hujazwa. Hujazwa vitu gani? Vitu vyote vya thamani na vya kupendeza. Na kanisa la Laodiceas kwa maarifa litajaa washirika wa thamani na wenye kupendeza. Matajiri wote nisikie kelele. Listen to me. Listen to me. Maandiko yanasema kwa maarifa vyumba vyote ufanya nini? Hujazwa vitu gani? Vitu vyote vya thamani na vyenye wedisheka utajaa. Kwa vitu vya thamani na vyenye kupendeza. Ili kanisa litajaza brain people. Brain people come. Here is your home. Here is your home. Brain people come. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Haujaelewa bado. Nasema brains are coming.
Ayato barate kebaya. Nasema watu wenye akili wanakuja. Watu ambao wataibadilisha Tanzania. Watu watakaoibadilisha Afrika. Watu watakaobadilisha uchumi wa taifa. Rich people are in this place. Rich people are in this place. Wanasiasa wenye akili wako hapa. Are in this place. Tunaliongoza taifa. Na wana wa Isakari, watu wenye akili, walikuwa yapata 200, na kwa ajili yao maandiko yanasema waliliongoza taifa. Taifa zima lilikuwa under their command. This is the word of the Lord. This city is under our command. This is the word of the Lord. This city is under our command. It's under our command. By the power of the word. Empowered by the word. Empowered by the word. Empowered by the word. Empowered by the word. Kwa maarifa vyumba vyote hujazwa. Ufanya nini? Duka lako halitakuwa duka la kawaida, litakuwa duka la jumla. You don't understand me? Mifugo yako haitakuwa mifugo ya rejareja. Itakuwa mifugo ya no, you know what? Lazima niwe mbele. Hii ndo tafsiri ya Mungu. Ukitaka kuwa mbele, if you need dominion, make sure you gather knowledge. Kitakacho kupeleka mbele sio maneno. Kitakacho kupeleka mbele ni taarifa ulizonazo. Ni maarifa ulionayo. Maandiko yanasema kwa maarifa vitu vyote hujazwa. Ukiona nyumba ya mtu haina kitu, haina makochi, haina sebule, akawa na maarifa, ndani ya muda mfupi nyumba itajazwa. Na hii sio kwenye eneo moja. Ukimwona mtu wa maarifa ameanza kuishi kwenye ghetto, ndani ya muda mfupi atakuwa na apartment everywhere. Najua mnielewi ninachoongea, ndio maana mnanishangaa. Kwa sababu this is the principle. Mtu yoyote wa maarifa nyumba imtoshi. Kwa sababu nyumba yake lazima na itajazwa, sio vitu vidogo. Nikiangalia nyumba yangu ikiwa kama store, I don't fear about it. I don't fear about it because I know mtu wa maarifa vyumba vyake fanya nini? Kwa hiyo ukiona hamna mahali pa kukaa, hamna mahali pa kunyosha mguu, hakuna mahali. Now you know. Ukiongeza zaidi maarifa, Mungu anasema this place is not enough for you. Ili eneo halikutoshi, nenda kule. Nenda kule. Nenda kule. Now angalia kwa maarifa vitu vyumba vyote ufanya nini? Vyumba vyote ufanya nini? Ukienda nyumbani kwako, ukienda kwenye simu yako itajazwa. Itajazwa vitu gani? Na vyenye nini? Kitu gani kinapendeza kwenye simu yako? Listen to me. Kwa maarifa simu yako itajazwa kuanzia WhatsApp, Instagram, everywhere. Ukienda kwenye SMS imethibitishwa. Haujanielewa bado? Kwa sababu ya maarifa maandiko yanasema vyumba ufanya nini? Vyumba vyote hujazwa. Vyumba kwenye simu yako, vyumba vyote. Haujanielewa bado? Karoske brahado shate lebra kataba. Inajazwa vitu gani? Vitu vya thamani. Kile kinachopendeza kwako, just mention it. Aliyejaza simu yake pornography, I don't care about him. Sitaki kumfuatilia. Simu yangu inajazwa cash. Simu yangu inajazwa taarifa nzuri. Baada ya ibada hii, simu yangu itakuwa na taarifa nzuri. You know why? Kwa sababu ya maarifa vyumba vyote hujazwa vitu vya thamani. Hautabaki kuwa nyuma ukiwa nyumba yako yote imejazwa. You be a supplier. Sema mimi ni supplier. Sema mimi ni supplier. Sema nyumba yangu imejazwa amani. Nyumba yangu imejazwa kicheko. Maandiko yanasema kama huzuni ni kitu cha thamani. Okay, mimi huzuni sio kitu cha thamani kwangu. Come on man. Nyumba yangu imejazwa furaha. Nyumba yangu imejazwa vitu vinono, vitu rojorojo na vitu vya mafuta. Kuku na kila nyama, kitimoto, ng'ombe, mbuzi, maroske brahata saba ya reska brando shate libra kadies.
Just mention what you need. Anamalizia pale anasema, maana kwa maarifa, mtu wa maarifa huongeza nini? Sema mtu wa maarifa huongeza uwezo. Kwa kadiri unavyopata maarifa, unaongeza uwezo. Unaongeza uwezo wa sungura wako kuzaa. Unaongeza uwezo wa ng'ombe wako kung'aa. Unaongeza uwezo wa mbuzi wako kung'aa. Ukienda kwenye nguruwe, kama alikuwa anatakiwa azae nguruwe 8, sasa anazaa nguruwe 12. Maandiko yanasemaje? Kwa mtu wa maarifa ufanye nini? Now I know how to add things in my life. Ukiona una nguo 2, ongeza maarifa. Ogopa sana mtu ambaye ana maarifa. Umemwona leo anavaa nguo hiyo, wiki hii amevaa nguo hiyo, ila anaongeza akili. Baada ya mwezi mmoja atavaa suti ambazo wewe hujawahi kuvaa. Atatembelea gari ambalo wewe hujawahi kutembelea. Maandiko yanasema mtu wa maarifa huongeza nini? Sema uwezo. Sema uwezo. Sema uwezo. Kwa maarifa utakuwa mtawala. Kwa maarifa utakuwa mtawala. Kibiashara utakuwa mtawala. Kwenye huduma utakuwa mtawala. Naingia kwenye biashara mimi natawala. Naingia kwenye ndoa, ndoa yangu inakaa mikononi mwangu. Haitapokonyoka. Katika jina la Yesu aliye hai. 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 Paza haleluya. Paza haleluya. Sema I'm smart. Sema niko very smart. Kwa sababu nina maarifa. Usinione hivi nilivyo, nina maarifa. Mimi ni smart. Gonga na watu wasiopungua 5, waambie wewe ni smart. Wewe ni smart. Wewe haya, usimwangalie namna alivyo. Mwambie wewe ni smart. Wewe ni smart. Unaenda mbali. Unaenda mbali. Dominion is your portion. Haya kabarata sakatala bahada. Jete libra kata mandele basia. Matarakatabaya. Jete lebara sota ya narabasa. Maros kabrata ya ntele basia. Mtu wa maarifa huongeza uwezo. Kwa maarifa vyumba vyote hujazwa vitu vya thamani. Hujazwa dola, hujazwa yena, hujazwa, just mention all kind of money. Kwa maarifa akaunti zako zitajazwa. Matere pashakata rakatara basai. Anza kudai vitu unavyovitaka kwa kadiri ya maarifa ulionayo. Kwa kadiri ya maarifa ulionayo, begin to claim it. Anza kudai ndoa nzuri. Anza kudai familia nzuri. Anza kudai mke aliye sahihi. Jepa para jeketele rasataba. Simu yangu ianze kupokea habari nzuri. Inatakiwa kujazwa habari nzuri. Inatakiwa kujazwa habari za vitu vya thamani. Hey, hey. Makaparata yakaba. Jatarapasaka. Entalakata. Rapakatama. Korabashataba. Kwenye ofisi unafika, mafaili yanayoelezea mambo mazuri yanafika kwenye meza yako. Yanafika kwenye meza yako. Shaparakata. Rakatabaya. Jakatalabada. Reketeliapa. Entalabasa. Rakataya. Akaunti zako zinajazwa. Akaunti zako zinajazwa. Biashara zako zinajazwa. Maandiko yanasema kwa maarifa vitu vyumba vyote hujazwa vitu vya thamani. Jakatalia. Elabrakata. Piga kelele na uombe. Piga kelele na uombe. Unapotufuatilia mahali popote ulipo, mkono wa Bwana uko hapo. Uweza wa Bwana uko hapo. Jakata. Elaka. Ratayadaba. Mwambie Bwana kile unachotaka. Jakatia. Lebrakatama. Rakatabaya. Entarabasa. Rapakataba. 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 Begin to claim. Anza kudai. Anza kudai. Jakata. That position. That position. Makoko rakasakatai. Jeketeliba rakatai. Rakata kabalatea.
entalakadusha kapea roskabalatai jeketiba antaba entarabashakaba entarabasaha rapakatama nyumba yako itajazwa, nyumba yako itajazwa jeketelia rapakata. Baada ya miezi mitatu kuna vitu vitabadilika. Jakaba, I'm here to prophesy, your account will be filled with money. Japelete jakata, after 3 months japaratos lakatariaba entarabasa rapakatama jakatalaba elakoba elabrakataba jakatalakata elakatalaba entarabasa. Maisha yako yatajazwa furaha. Jakata, all the chambers of your heart will be filled with joy, ayaprokotaba entarabasia. Moyo wako utajazwa furaha, ndoa yako itajazwa furaha, inajazwa vitu vya thamani na vyenye kupendeza. Watoto wako wanajazwa akili, wanajazwa ufahamu. Jakatariaba, mume wako anapewa vyeo vya thamani. Jakapa, pray in the name of Jesus. Shabarakataya elaka parada jakatalaba entarabasia. Ninaona Bwana anaenda kufanya jambo jipya ndani ya miezi mitatu. There is a new thing. Jakapora ekwatikapa elikabrakatosha entarakataya elakatush elapako elakwandesia jakatora entarabasia rabakatama lakataraba. Haduka lako litajaa elibrakataba, ofisi yako itajaa eratoshekepe erakatai. Hakuna mahali pa kuweka vitu. Ayantarabasia jakatalaba elebreketebe elekatariaba elakataraba arakataya kapa elakatalaba entarabasa rapakata. Hey, japarabada, unajazwa sahi rapakai. I will never live empty in the house of God. Sitaondoka nikiwa mtupu kwenye nyumba ya Bwana. Jakata, nimekusanya maarifa, nimekusanya fedha yangu, nimekusanya maarifa, nimekusanya mke wangu sahi, nimekusanya mume wangu sahi. Japarate ereketeza jakatush tushkapa erukatatai arapatutush rakatatai rakatiato elakatalakata rakatalaba. You are collecting your dream car ejakopa elakaparada elakatiaba by the knowledge jakapa rakata. Mtu wa maarifa huongeza uwezo wako wa kumanage hiyo kampuni unaongezeka, uwezo wako wa kumanage hiyo ndoa unaongezeka. Jakapa. My God, your capacity has increased. Jakapa rakata. Mifugo yako uwezo wake wa kuzaa unaongezeka. Jakapa kabarato jaketo ratete rusadia kaberutas rafrekedia sakapa. Kwa maarifa haya kosha kata, mtu anaongeza uwezo. Arando sakaba rapakata mantelebasia rapakata kwa maarifa vyumba vyote hujazwa vitu vya thamani, hujaza vitu vya kupendeza. Jakaparado nyumba yako inapendeza. Jakaparada elakopari japeperona veriata elaprekotania jakaparatai. Gari la kupendeza, nyumba ya kupendeza, watoto wa kupendeza, familia ya kupendeza, ofisi ya kupendeza. Jakaparata. Hey. Hayakaparada. Jakatalaba. My God. Haya. Jakaparada. Thank you, Lord Jesus. Mantereba kariaba rusha talagadaya mantereba katabarara mandelebra katamai manteriba katamai makarabasa. Mwambie Bwana, saa hii si mtoto mimi. Ninaomba haki yangu kwenye biashara, naomba haki yangu kwenye ndoa.
Yule mwana mpotevu alipojua ya kwamba utajiri wake huko kwa baba yake, kwa sababu ya maarifa alionayo, alimwambia baba yake, nipe sehemu ya mali inayoniangukia, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Wanaodai ni kwa sababu wanajua, wanaodai ni kwa sababu wanajua. Kwenye ile ofisi mwambie Bwana, that position, that position, that position, that position, that position, Jakababa Roko Sadia Elabraka. Mwambie Bwana, nimejifunza neno, imetosha saa hii. Bwana nisaidie, nataka ndoa yangu, nataka ndoa yangu, nataka ndoa yangu, nataka ndoa yangu. Kwa sababu kwa maarifa vyumba vyote ujazwa. Jakaba Rakata Entarabasa Rabakataba Entakabara Elikapara Eshakata Rabakatama. Na mrithi awapo mtoto ni kama mtumwa, anapokuwa mtu mzima sio tena mtumwa. Jakaba Rakata Jakaba Rabaka Entaraba Elakatos Rabakata Elakata in the name of Jesus. Jakabos Rabaka Entakoria Eratakaba. Wewe sio mtumwa, wewe sio mtumwa kwenye hiyo office, wewe sio mtumwa kwenye hiyo kazi, wewe sio mtumwa. It is your season, it is your season. Hey, my God, something is happening, something is happening, something is happening. Kuna jambo linatokea, kuna jambo linatokea right now, right now, right now, right now. Shata kabaradaba reketebe radias makaraba shakama, katika jina la Yesu Kristo. Paza haleluya, paza haleluya, paza haleluya, paza haleluya. Wana wa Isakari, kwa sababu ya kuyajua majira na nyakati na kujua mambo ambayo Israeli inapaswa kufanya, maandiko nasema walikuwa juu ya taifa. Right now as I speak, Bwana anakuinua kuwa juu kwenye hiyo ofisi. Nasema Bwana anakuinua kuwa juu kwenye hiyo ofisi. Anakuinua, anakupa kiti chako na nafasi yako. Miezi mitatu kuna watu Bwana atawatendea mambo ya ajabu. Atawatendea mambo ya ajabu. Bwana atakupa kiti chako. Atakupa kiti chako. Atakupa kiti chako. By the means of knowledge, God will give you your dominion. Maarifa ni kama vehicle, and we are in it right now. Haya maarifa ndio yanayokupeleka kwenye nafasi yako. Ayubu anasema, nilipokuwa katika siku zangu za kukomaa, siku zangu za kukomaa. Zile siku za kukomaa zimefika kwenye maisha yako. Utoto unaondoka in the name of Jesus. Hautakuwa mtoto kwenye kufikiri, hautakuwa mtoto kwenye kuzungumza, hautakuwa mtoto kwenye kutenda. Ninayabadilisha kila maisha ya utoto ndani yako kwa jina la Yesu. Utoto katika management, utoto katika kusimamia familia, utoto katika kusimamia maisha yako, utoto katika kusimamia biashara yako, unaondoka katika jina la Yesu. Paulo anasema, nilipokuwa mtoto naliongea kama mtoto, nalifikiri kama mtoto. Anasema, lakini sasa nimekuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Sahi mambo yote ya kitoto yanabatilishwa kwenye maisha yako. Kila fedha iliyokuwa kwenye mikono yako ambayo ilikuwa ni alama ya utoto, kuanzia leo ina expire. Unapokea fedha za watu wazima. Fedha za watu wazima. Do you know watu wazima ni watu wa kuwajibika? God cannot trust you na vitu vya watu wazima kama hujui kutunza, kama hujui kuwajibika. Kwa sababu saa hii umepata maarifa ya kuwa mtu mzima na kubadilishwa kuwa mtu mzima. Kuanzia leo vitu vya thamani vinaingia kwenye mikono yako. Nasema matoitoi yanaondoka kwenye maisha yako. Bwana anakupa vitu vya thamani. Pokea vitu vya thamani. Pokea vitu vya kupendeza. Sometimes just angalia ile nyumba unayoishi. Angalia ile gari unaloendesha. Angalia nguo unazovaa. Kama sio za thamani na kupendeza, saa hii zinabatilishwa kwa nguvu ya maarifa uliyopokea katika jina la Yesu. Through empowerment of knowledge, saa hii tuna update mavazi yako unayovaa kila siku kanisani. Hear the word of the Lord.
mavazi yako unayovaa kila siku yako updated. Huduma yako iko updated. Vipawa vyako viko updated. Karama zako ziko updated. This morning, right now, this moment, right now, nasema hivi, mume wa thamani anakuja kwako. Nasema mke wa thamani anakuja kwako. Kama mimi Mungu akuninyima mke wa thamani, Mungu aweze kukunyima mke wa thamani. Mungu aweze kukunyima mume wa thamani. Pokea mke wa thamani. Pokea mume wa thamani. In the name of Jesus. Utakalia kwenye ofisi ya thamani. Utaendesha gari la thamani. Utakaa kwenye nyumba ya thamani. Nasema hivi, utakaa na watu wa thamani. Kwa sababu ya maarifa, nasema wafalme watakuja kwako. Watakuja kwako. Watakuja kwako. In the name of Jesus. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Piga kelele, nimejazwa vitu vya thamani. Nimejazwa vitu vya kupendeza. Hallelujah. Dominion everywhere. Mwambie jirani yako, dominion everywhere. Dominion everywhere. Dominion everywhere. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Paza amen. Paza amen. Amen. Mungu akubariki. Leo ni siku yetu ya 5 ya maombi. Tumebakiwa na siku chache sana, 95. Ndani ya hizi siku kuna mgeuko. Kuna mgeuko unatokea. Kama ambavyo ni siku 100, itakuwa badiliko la 100 kwa 100 ni sawa na 360 kwa 360. Si ndio? Si ndio? Kutakuwa na mgeuko wa nyuzi 360. Piga kelele haleluya. Kuna watu utakuwa unawashangaa maisha yao watakaobadilika. Kuna watu biashara zao zitashuti. Mifugo yao, magari yao yanaongezeka. Wasio na magari wanapokea magari. Piga kelele haleluya. Ndani ya siku 100 kuna mgeuko wa ajabu. Taifa letu lita experience mgeuko wa ajabu. I want to tell you, kuna neema ya ajabu inatembea kwenye taifa letu this time. Neema ya ajabu. Hakuna taarifa mbaya ambazo zitaharibu taifa letu. In the name of Jesus. Paza amen. Kwa hiyo ndani ya hizi siku 100, make sure you fast. Hakikisha unafunga, hakikisha unaomba. Ni masaa 12 tunakuja kufungulia wote pamoja kanisani. Wewe ulioko mbali basi utakuwa unafunga na unafungua mara baada ya ibada. So tutakuwa tunafungua hapa pamoja kanisani na taratibu zote ziko sawa. Amen. Inua sadaka yako juu. Inua sadaka yako juu. Baba, asante kwa sadaka ambazo tutakuwa naenda kutolea. Bariki, pokea sadaka zao in the name of Jesus.